Yes, karibu katika channel yetu pendwa vitabu na uchambuzi, na leo tutakuwa na kitabu chetu pendwa sana kutoka kwa mwandishi bora sana Brother Joel Nanauka, na kitabu cha leo ni Core Genius na ni jinsi ya kugundua uwezo wako wa kipekee. Jinsi ya kugundua uwezo wako wa kipekee. Mungu alipokuumba alikuwekea uwezo wa kipekee ambao ukiugundua na kuanza kufanyia kazi utakuletea matokeo makubwa sana. Wengi hata wanakufa hawajagundua uwezo wao, hivyo hufa kawaida sana. Nikukaribishe katika hii channel yetu ya vitabu na uchambuzi. Katika vitabu hivi, katika channel hii tunachambua vitabu vya namna mbalimbali, vitabu vya venye mlengo wa kiuchumi, wenye roho, kisiasa, kijamii, yani kila namna kuboresha ufahamu, kibiashara na namna mbalimbali ambayo tunakuwa tunayo. Vitabu vya nyanja mbalimbali tunachambua, na leo tumefika katika kitabu hiki cha namna ya kugundua uwezo wako wa kipekee au Core Genius. Na kitabu hiki kimeandikwa na Brother Joel Nanauka. Mimi ninazungumza machache sana ambayo yapo ndani ya kitabu hicho. Baada ya kukisoma nilijifunza na kuelewa, lakini nakusihi sana ukitafute kitabu hiki kwa namna mbalimbali. Kinapatikana kwenye maduka yao ya vitabu, lakini pia kinapatikana kwa namna ya kuwasiliana na mwandishi katika mitandao yake ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube. Unaweza kumtafuta na ukawasiliana naye, ukapata kitabu chako, ukakinunua kwa bei rahisi tu. Unapata kopi yako moja ya hicho kitabu, au kitaka kwa soft copy au nakala line au hard copy nakala ngumu, basi utajipatia kitabu chako na utajifunza mengi sana kuhusu habari ya uwezo wako wa kipekee na namna ya kugundua uwezo wako wa kipekee. Sasa tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeanza. Unaweza kuwa unatafuta pesa lakini hufurahi maisha. Yaani unaweza kuwa unatafuta pesa na unapata nyingi katikana na kazi unayoifanya, lakini hufurahi maisha. Kwa nini? Kwa sababu unafanya kitu ambacho hukuumbwa kukifanya, au sio kitu ambacho kinakupa furaha moyoni mwako. Kila mtu ni genius. Kila mtu, tunaposema genius, ni mtu mwenye uwezo mkubwa katika ufahamu wake. Kila mtu ni genius kwenye eneo fulani la maisha yake, ila wewe la kwako unalijua. Kwa unaona, kwa kila mmoja ana ubora na upekee wake kwenye eneo fulani la maisha, lakini je, uwezo wako wewe unaujua? Na aliwahi kusema Albert Einstein kuwa everyone is genius, but if you judge fish by its ability to climb a tree, it will believing that it is stupid. Alikuwa anasema mfano, kila mmoja ana uwezo huo wa upekee, lakini kama utamhukumu samaki kwa uwezo wake wa kupanda mti, ataishi maisha yake yote akiamini ya kwa yeye ni mpumbavu. Huu ni msemo wa Albert Einstein. Nimetafsiri kwa tafsiri isiyo rasmi. Lakini kila mtu ana kitu anaweza kufanya, hivyo kuishindwa kimoja haina maana huwezi vyote. Shida sio kuwa na uwezo kuwazidi watu wote, lakini ni kuwa una uwezo fulani ambao hata usipojua lakini unao. Kwa unapaswa kuwa ni jukumu lako kutafuta na kujua. Ndio maana kuna wengine walifeli shule au walishindwa shule, walionekana hawawezi, lakini wakaja kuwa bora kwenye michezo, wakaja kuwa bora kwenye mipira. Ndio maana kumezuka msemo ambao unasema kufeli shule sio kufeli maisha. Kwa nini? Kwa sababu wengine wana uwezo ambao shule haziutambui, bali kujua eneo lako la kipekee na uwezo. Hapo ndiyo maana wengine walifeli shule lakini maishani wako vizuri sana. Mfumo wa elimu, kuna aina za genius hazitambuliwi moja kwa moja. Umeona? Kutokana na huu mfumo wa shule,
moja kati ya fumbo la mafanikio ni kujua uwezo wako wa kipekee, core genius, na kufanya kazi kuendana na uwezo huo. Kama utajua uwezo wako na utafanyia kazi, basi utajikuta unaenda kwa bora zaidi. Wengi hutumia nguvu nyingi kufanya vitu bila mafanikio, sababu hawajui uwezo wao wa kipekee na hufanya vitu tofauti kabisa na uwezo wao. Core genius maana yake nini? Ni nguvu ya kipekee ambayo mtu anayo ndani yake. Tunaweza kuona namna tatu. Kila mtu kitu kinacho kutofautisha kwa urahisi, key differentiator. Yani kitu kinachokutofautisha kwa urahisi kinaweza kawa hapo ni kati ya genius wako. Yani usipokuwepo watu wanamisi nini? Mfano, wachezaji wa mpira hutofautiana labda mbio, chenga, wewe ofisini au kwenye biashara. Yani wanamisi nini kutoka kwako siku usipokuwepo? Kwa huo pengine unakuta ndio uwezo wako wa kipekee. Ni kile kitu kinakufanya uonekane umekamilika na unakifanya kwa ukamilifu mkubwa, perfection note, bila dosari yoyote. Kwa lazima uanze kuangalia kitu ambacho unaweza kukifanya kwa uzuri sana bila kuwa na dosari yoyote na au dosari ndogo sana. Ndio kuangalia tatu, kuangalia jumla ya ujuzi wako, maarifa yako, uzoefu wako na uwezo wako wa ndani kipekee. The combination of your skills, knowledge, experience and trait. Yani ukijaribu kuangalia hivi kwa ujumla unaweza kujikuta unapata kitu kimoja. Mwandishi ametucholea maduara matatu yanayoingiliana, ambayo yakiingiliana, ile duara ambalo maduara yote matatu yameingiliana kwa katikati wake, hapo tumepata jambo moja linaitwa furaha ya maisha. Lakini tumeona duara moja ni kile kitu unachokipenda au kitu ninachokipenda. Lakini cha pili, duara la pili ni duara la unachoweza. Duara la unachoweza likiingiliana na duara la unachokipenda, lakini likaungana na duara la kinachokulipa, basi unapata furaha ya maisha. Wewe unafanya kitu unachokipenda, unafanya kitu unachokiweza, lakini kinakulipa. Kwa unajikuta mwingiliano wa haya yote unatengeneza furaha ya maisha. Intersection of passion, ninachokipenda, ninachokiweza na kinachonilipa, hii ndio huzaa furaha ya maisha. Kwa mwingiliano wa huo unazaa furaha ya maisha. Kuishi kwenye core genius yako ni pale unapofanya au ni pale ninapofanya ninachokipenda na ambacho nina uwezo nacho kukifanya, na wakati huo huo watu wako tayari kunilipa kwa kile ninachokifanya. Hiyo ndiyo namna ya kuishi kwenye core genius yako. Sasa makundi matatu tutafakari. Kundi la kwanza, wanaofanya wanachokipenda, wana ujuzi nacho ila hakiwaingizii pesa kwa sasa. Hawa huwa hawaeleweki na watu wa karibu, maana wanaona vitu wasivyoona wengine. Wanaweza acha kazi nzuri wakaenda na kufanya kitu tofauti kabisa. Pili, ongeza maarifa ya biashara na masoko na mauzo. Hii itakusaidia kwanza kufanya kile unachokipenda, lakini una ujuzi lakini hakikuingizii pesa. Kwanza kuongeza ujuzi wa biashara na masoko, namna ya kukiuza hicho kitu unachokipenda na ulicho na maarifa nacho ya kutosha. Lakini kundi la pili ni kundi la wanaofanya kinachowalipa vizuri, wana uwezo nacho ila hawakipendi. Hili nalo ni kundi la pili. Sasa hapa lazima utengeneze, tunasema professional transition plan, yani PTP, yani namna ambayo itakusaidia kuhama kutoka kwenye hicho kwenda kwenye unachokipenda, ambayo inaonyesha muda na nyakati mbalimbali ambazo utaamua uwezo kwa ajili ya kitu
unadhamiria kukifanya. Lakini kundi la tatu wanapenda kufanya wanachokifanya, inawalipa ila ujuzi ni mdogo, na kama wakiongeza ujuzi basi watalipwa zaidi. Weka mkakati wa kujiongeza maarifa, soma vitabu, tafuta mentor, hudhuria seminar na kadhalika. Haya yote yatakusaidia kuwa bora. Ukiboresha ujuzi wako, mwingine ukatengeneza namna ya kwenda kufanya unachokipenda, lakini mwingine ukawa kwenye kitu ambacho pia ukafanya kikaanza kukulipa vizuri, itakusaidia kuwa bora. Tafakari. Nataka kuhama kutoka kuajiriwa kwenda kujiajiri, basi utakiwa uwe na mpango wa kwako kabisa ambao utakuja kukusaidia kutoka hapo na kwenda kwenye huo mpango wako wa kufanya kile unachokipenda. Sawa. Aina za core genius na vigezo vya kujua ya kwangu. Anasema Dr. Howard Gardner, Theory of Multiple Intelligence. Kuna huyu daktari alichunguza akagundua kuna aina 8 za upekee au za uwezo ambao unaweza kumtofautisha mtu mmoja na mwingine, na shule haziutambui, zinatambua aina 2 tu za genius. Sasa aina 6 zote shule haitambui. Ya kwanza, Gary V. I did not fail school but school failed me. Aliwahi kusema huyu Gary V, kwa mimi sikufeli shule lakini mfumo wa shule ulinishindwa. Hakushindwa masomo bali mfumo wa shule ulishindwa kutambua uwezo wake. Alijibu alipoulizwa kwa nini alifeli shule. Mambo 3 ya kuzingatia ili kutambua uwezo wako. Ya kwanza, everyone is unique. Lazima ujue kila mmoja ni wa kipekee. Usilazimishe mguu uwe mkono. Hatufanani. Namba 2, hatufanani kuchakata taarifa. Kila mtu anatafsiri kutokana na uwezo wake wa kipekee. Kwa hata taarifa tunapokuja kwetu, kila mmoja anazitafasiri kutokana na uwezo wake wa kipekee. Lakini namna ya 3 nyingine ambayo tutaiona kuzingatia, elimu yoyote unayoipata ina maana sana kama utaweza kutumia kulingana na uwezo wako wa kipekee. Hii nayo inaweza kukusaidia hata kufanya elimu yako ikawa na maana. Lakini aina 8 sasa za uwezo wa kipekee au za genius ni zipi? Namba 1, verbal au linguistic intelligence, word smart. Hii hapa ni aina ya kwanza ya genius ambayo tunasema ni kutumia maneno au lugha na ufanisi katika maneno. Unaweza kusema jambo kama hilo. Na watu wa namna hii ni wazuri wa kutumia maneno. Wanapenda kuandika, kusoma, wanapenda kufundisha wengine, wanapenda kuelezea mambo kwa kina, wanapenda kusoma vitabu na makala mbalimbali, wanapenda kuandika na wanagundua sana makosa ya maneno yaliyoandikwa. Ukijiona na tabia hizi, unajua kabisa unaweza ukawa kati ya watu wenye verbal au linguistic intelligence, word smart intelligence, watu wenye genius wa mambo ya maneno, ufanisi au fasaha wa maneno. Wanapenda kusimulia mambo mbalimbali, wanapenda kusimulia matukio waliojifunza, wanapenda lugha za kigeni, na kutokana na jua maneno chache, yani hata kama anajua maneno machache atajitahidi kuongea. Kupenda kuambia vitabu walivyosoma, magazeti au website wanazotembelea. Yani hao watu wanakuambia kazi wanazoweza kufanya kwa ufanisi ni kuwa mhariri, kwa mwandishi, kwa mwalimu, mhubiri, mwanasiasa, mtangazaji, mshereheshaji, mwigizaji, mtu wa masoko na mauzo. Hawa ni watu ambao wanaweza haya mambo kwa ufanisi zaidi. Lakini yako na mengine mengi wanayoweza, ukiyasoma katika kitabu utayapata. Lakini jambo la pili ni logical mathematical intelligence, number smart. Hawa wana ufanisi katika namba.
wana ufanisi katika mahesabu, wanaongozwa zaidi na akili kuliko hisia, hupenda kujua sababu iliyo nyuma ya kila kinachotokea. Huwezi kuwashawishi kwa kufanya mambo kwa maneno, hata waone data na tafiti mbalimbali. Wanapenda kufanya hesabu kwa kichwa na wanapatia. Wana uwezo, wana mawazo mengi ya kipesa, lakini si watekelezaji. Wao hutazama namba zaidi na namba za idadi na faida bila kuona mengine. Yani wao hutazama namba zaidi na idadi zaidi bila kutazama mambo na kuona mambo mengine. Wanapenda kufanya grouping ya vitu, yani kujumlisha vitu, lakini nyingine ni perfectionist, ni watu wanaofanya mambo mpaka waone ukamilifu. Wanapenda kutumia data na namba zenye maelezo ya kisayansi. Wanaweza kutumia muda wao wa kina peke yao na kujiuliza maswali mengi sana. Kazi wanazoweza kufanya kwa ufanisi: mwanasayansi, mwanasheria, kuwa daktari, mhasibu, mwanasiasa, mwandishi, mtafiti, mtu wa kompyuta, mtaalamu wa sera na policy expert. Haya wanaweza wakawa ni mambo wanaweza kuyafanya. Lakini jambo lingine, namba 3, baada ya ufanisi wa kwanza, word smart, number smart, tunakuja ufanisi namba 3 au spatial intelligent, picture smart. Hawa ni wafanisi katika mambo ya picha. Sehemu ya ubongo wao inayohusiana na picha na matukio ina nguvu zaidi kuliko maeneo mengine. Sifa zao: wanakumbuka zaidi kwa kuona kuliko kusoma. Wanakumbuka rangi mbalimbali za nguo, majengo, magari. Wanapenda kuchora picha hata kama si wachoraji wazuri. Wanapenda filamu au movies. Wanakumbuka sana watu hata kama walikutana muda mfupi. Kazi wanazoweza kuzifanya kwa uzuri ni kuwa mbunifu wa mavazi, muuzaji wa nguo, muuzaji wa bidhaa za urembo, mpambaji, msanifu majengo, mpiga picha, mrembaji wa ndani, mwongoza filamu, director, muziki, mrembaji wa nyumba au mambo ya ndani vile vile. Kwa hawa ni watu ambao wanaitwa picture smart au spatial intelligence. Wana ufanisi kwenye mambo haya ya picha. Kwa uwezo wao mkubwa upo hapo. Lakini na kazi wanazoweza kuzifanya nimekuambia hapa. Basi utatafuta kitabu pia zaidi kujua zaidi kuhusu watu hawa. Lakini namba 4 au kujijua wewe ni nani. Namba 4 tunaitwa ni bodily kinesthetic intelligence, body smart. Yani hawa wana ufanisi kwenye miili yao. Hawa wanapenda kutumia miili yao na kufanya au kufurahia pale nguvu zao zinapotumika. Sifa zao: wanapenda kutembea, hawatulii sehemu moja, wanajifunza zaidi kwa vitendo kuliko kusoma au kusikia, wanapenda kuonyesha ishara na vitendo wanapoelezea, wanapoongea lazima kuguse mara kwa mara, wanapenda kuchunguza vitu vinafanyaje kazi. Kazi wanazoweza kufanya kwa ufanisi ni fundi magari, fundi simu, mchongaji, mchezaji muziki, mwigizaji mzuri na kadhalika. Lakini namba 5, musical intelligence. Hawa ni wafanisi wa muziki, musical smart au music smart. Hisia zao huguswa kirahisi na muziki na ni wepesi kujua muziki mbaya na mzuri. Kwa hawa watu wao wenyewe
wanapenda sana kwa habari ya muziki. Kwao muziki ni sehemu ya maisha. Wanaguswa zaidi pale ambapo wanasikia muziki. Sasa watu hawa wanaopenda muziki, wanapenda kuimba, wanapenda kupiga vyombo vya muziki, wanapenda kuelewa au kukariri nyimbo za wasanii, na wanapenda kupiga mluzi. Hawa ni mmoja kati wenye uwezo wao wa kipekee ni musical smart. Lakini watu wengine wanaitwa naturalist intelligence, au uwezo namba 6 wa watu hawa ni nature smart. Wao ni watu wanapenda vitu vya asili, yani ni watu wa asili. Ufanisi wao kwenye mambo ya asili. Wanapenda vitu vya asili, kupanga vitu kwa mpangilio mzuri. Wanapenda ni usafi, wanapenda bustani, wanapenda miti, wanapenda maua. Kwa watu pia wana kazi nyingi wanaweza wakafanya. Wanaweza kawa wapambaji, wanaweza kawa watunzaji wa bustani, wanaweza mambo mengi, lakini wanapenda sana mambo ya asili, kutengeneza hizi juices. Na hivyo watu ambao wanapenda tengeneza harufu nzuri, yani watu wa namna hiyo ni watu ambao wana uwezo wa kipekee kwenye mambo hayo. Basi namba 7, na ni jambo lingine, wanaitwa intraperson intelligence self smart. Intraperson intelligence self smart. Hawa ni mtu wanapenda kukaa peke yao, wanapenda falsafa, wanapenda sana vitu vya kufikirika. Perfectionist ni watu ambao wanapenda kujitafakari, hawapendi sana kuchanganyikana na watu, wanapenda kukaa kivyao, wanapenda kutafakari dhana mbalimbali kwa kina, na hawa uwezo wao mkubwa ndo huko hapo. Na hiyo ni aina ya 7 ya uwezo wa ndani. Na uwezo mwingine ni interperson intelligence people smart. Hawa wana watu, yani ufanisi wa watu, wanaweza kuhamasisha, wanaweza kujichanganya na watu, wanaweza kuhusika, yani wanahusika na wanajali sana hisia za wengine, wanatoa masaa, toa masaa mengi kwa na kukaa na watu, natia hamasa. Wanapenda marafiki, hushindwa kukataa wakiombwa misaada, huweza kuchanganya biashara na mahitaji binafsi, na biashara ikafa. Unakuta watu ni watu wanapenda sana mwingiliano na watu, wanapenda kusaidia watu, wanapenda kuhusika na watu. Unakuta mambo yao wenyewe, ufanisi wao zaidi upo katika namna ya kushirikiana na watu. Tumesema kuna aina 8 za ufanisi, ambao ufanisi wa kwanza tumesema ni verbal au linguistic intelligence, world smart. Tumesema ya pili ni logical mathematical intelligence au number smart. Tumesema nyingine ni spatial intelligence, picture smart, hawa watu wa matukio na picha. Tumesema wengine ni bodily kinesthetic intelligence, body smart. Na hawa watu nyingine tumesema musical intelligence namba 5. Hawa ni watu ambao wanapenda mambo ya muziki. Lakini tumesema nyingine naturalist intelligence, nature smart. Namba 7 intraperson intelligence, self smart. Lakini namba 8 mwisho ni interperson intelligence, people smart. Basi nikushukuru sana kwa kuwa umeweza kufuatilia kitabu hiki bora sana. Unaweza ukasubscribe hapa kwenye channel yetu. Tunaendelea kuweka maudhui mbalimbali ambayo yanatokana na vitabu na uchambuzi. Basi subscribe, alika na wengine, lakini vile vile tukutane hapo kwenye comment, tuandikie ulichojifunza. Lakini kama una shauri, una kitu chochote unatamani tusikie kutoka kwako, una kitu umejifunza au na kitabu unatamani tukichambua, sababu tunachambua vitabu vya namna mbalimbali, basi
tutafurahi kusikia kutoka kwako, nasi tutaendelea kuboresha, au ukiwa na ushauri wowote tutafurahi kupokea, na vile vile tutafurahi kuwasiliana na wewe kama utakuwa una uhitaji wowote zaidi. Lakini tunakusihi sana usiache kutafuta vitabu hivi kutoka kwa waandishi ambao wameviandika moja kwa moja. Basi karibu tena, tunakupenda, bye bye.